Nayo furaha kubwa kwanza kuwaona wanawake wawili nikiwa nimekaa nao, na ikiwa ni jitihada mojawapo ya brandi yetu kuinua wanawake. Kwa majina naitwa Ana Peter Runguya. Mimi ni mbunifu wa mavazi, lakini pia mwanzilishi wa chapa hizi mbili ambazo leo wanawake wenzangu wanaenda kusimama kwa ajili ya kuzitangaza. Hilo ni jambo la kipekee, ni jambo linatia faraja hasa kwetu sisi wanawake, ikimaanisha kwamba tunatakiwa kuinuana sisi kwa sisi. Zailisa anaendelea kupush chapa ya Ana Collections. Wote meshuhudia kazi aliyoifanya kwa mwaka 2024, lakini tukasema kwamba sisi ni nani tusimrudishe kwa mwaka 2025, ambapo tuna projekti nyingi sana, projekti za kimkakati ambazo zinaenda kugusa taifa moja kwa moja. Kugusa taifa kwa maana gani? Zailisa anaenda kutangaza utalii wa Tanzania kupitia mavazi ambayo tutabuni sisi. Zailisa anaenda kutangaza na kutunza utamaduni wetu wa hapa Tanzania. Tumezoea mabibi harusi wanavaa nguo za nje, Nigeria, wapi, Ghana. Sasa sisi tukasema mwaka huu 2025 kama wabunifu, kutumia sanaa hii ya ubunifu wa mitindo na ushonaji, tunayo nafasi ya kubuni mavazi ambayo yanatengenezwa kwa malighafi za hapa Tanzania ili kuweza kukuza sekta zetu za viwanda vya hapa Tanzania. Tukitumia malighafi za hapa Tanzania ambazo zinatengenezwa na viwanda vyetu, tutainua sekta ya viwanda. Tutashirikiana na wenzetu wa textile, tutaangalia gap liko wapi katika industry ili tuweze kubuni vitu vipya vyenye tija katika taifa hili ili uweze kudumisha utamaduni wetu. Tunatamani kuwaona mabibi harusi katika harusi yao wakivaa magauni mawili, matatu, manne, vazi moja liwe la asili ili tuweze kulinda na kutunza utamaduni wetu. Ndio maana tukaja na hii kampeni yetu ya vazi asilia harusini, kuwahamasisha mabibi harusi wote kuvaa kutokana na vielelezo mbalimbali vya mkoa husika. Mtaona mkoa wa Mwanza tutatumia vielelezo gani, Dar es Salaam kwa makabila tofauti tofauti. Kwa hiyo kampeni hii itakuwa ni endelevu. Kupitia mabibi harusi tutaweza kutangaza na kutunza utamaduni wetu. Lakini pia Mama Taliki kwa upande wa AFA ni mwanamke pia, tunaendelea kuinuana wanawake kiuchumi. Tunatamani wanawake kamate fursa mbalimbali ili waweze kuinuka. Lakini kupitia chuo pia tuna vijana ambao tunawazalisha. Sisi kama chapa tayari tumeshaendelea. Sasa tunakuza sanaa hii. Wale vijana wanatengenezwa na nani? Wabunifu. Mnatamani kuona watu wanabuni mavazi mbalimbali. Lakini wale wabunifu wanatengenezwa na nani? Sisi kama AFA, chuo cha ubunifu wa mitindo na ushonaji, tunawainua wale wabunifu, tunawamenta, tunawakuza. Tunatamani jamii wajue na iwapokee ili waweze kuleta chachu ya mabadiliko katika tasnia hii ya ubunifu na ushonaji. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwakaribishe wanawake wenzangu katika familia yetu ya Ana Collection pamoja na AFA. Asante. Asante sana. Nadhani tumesikiliza Bi Ana. Nadhani sasa moja kwa moja tungeenda kwa tukamsikilize na tuanze na Zai, sababu ndiye mbeba chapa ya Ana Collection. Tukitoka Zai tutakuja kwa Mama Tari, then tutakuja kwa watakao kuwa wamebaki afu tutamaliza. Mama, karibu Zai. Habari zenu. Kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kuitikia wito wetu huu. Nafikiri mimi sitakuwa na mengi ya kuongea sana, lakini kikubwa namshukuru Ana, nashukuru brand ya Ana Collection kwa ujumla kwa kunipa nafasi hii tena ya kurenew mkataba, na ni mkataba wa muda mrefu. Sitakuwa na mengi ya kuongea. Naomba tu nimkaribishe meneja wangu mpya Bwana Stanley, kwa hiyo yeye ataongea kwa niaba yangu. Kwanza tumshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo tarehe 12 mwezi wa 4, ambayo ni siku ya kipekee kabisa kwa Zai, lakini vile vile tunaenda kushuhudia contract mpya ambayo ataenda kusaini na Ana Collection. Kwa niaba ya management nzima ya Zailisa, tunapenda kushukuru uongozi wa Ana Collections pamoja na AFA kwa kuendelea kutuamini na kumwamini Zai kama brand ambassador, ambaye kwa mwaka jana 2024 tumeweza kufanya kazi kwa
mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo ambayo imekuwa ni chachu ya uongozi wa kampuni nzima ya Ana Collection pamoja na AFA kuamua kuturudisha tena kama ambassador wao kwa mwaka 2025. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa fashion, lakini brandi zingine tofauti tofauti ambazo watawiwa au wanawish kufanya kazi na sisi. Tunawakaribisha sana na mlango uko wazi kumtumia Zailisa kama brand manager au brand ambassador katika product zao. Nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru ndugu wanahabari kwa kufika kwa wingi, na umuhimu wenu ni mkubwa sana katika kupeleka uzuri wa nchi yetu pamoja na kutangaza tamaduni asilia katika nchi yetu, lakini vile vile katika bara zima la Afrika. Tutakwenda na kampeni yetu mpya ambayo itakayosema vazi asili harusini. Nipende kuwashukuru sana. Nitaishia hapo. Asanteni sana. Asante sana Stanley. Tunawashukuru sana na asante sana Zai pamoja na Stanley, karibuni sana. Habari za mchana waandishi wazima. Mimi nimefurahi kuwaona, asanteni kwa kuja. Jina langu naitwa Felista Katuma, lakini almaarufu sana nimezoeleka MC Mama Tariq. Na hii imenipa nafasi sana ya kujulikana. Nipo pale UFM, huu ni mwaka wa 9 sasa. Maudhui yangu ni vipindi vya Kiswahili. Sisi Waswahili tunasema bwana hatuna shughuli ndogo. Lakini pia niseme asante sana mwanamke mwenzangu. Ukiona mwanamke mwenzio anakuthamini, anakupa nafasi, mwambie asante. Mimi naomba nikupe kongole, asante sana. Heshima uliotupa ni kubwa sana. Nawaambia tu nimeichagua AFA kwa sababu kazi zangu zote kuanzia utangazaji, lakini pia OMC nahitaji kuvaa kupendeza. Sasa hivi bwana, ukitaka kuposti unatakiwa upendeze. Lakini basi tu kupendeza, una confidence. Na confidence yako inakuja ukivalishwa na chuo kikubwa sasa hivi kinaitwa AFA. Nadhani kama mliniona juzi kwenye Kitchen Party Gala, wangapi waliniona? Mlikuwa mnaifuatilia tamasha la Kitchen Party Gala? Nguo yangu ya kwanza nilivalishwa na wabunifu wachanga kutoka Ana Collection. Kwa hiyo imenipa nafasi mimi sasa kusema hapana. Naomba jamani, endeleeni kunivisha, nivae nipendeze. Ana akasema tulia Mama Tariq bwana. Sisi tunakupa ubalozi. Ubalozi unavaa unapendeza, lakini pia mwisho wa mwezi unaingiza pesa. Hebu semeni pesa. Yes. Unavaa unapendeza, lakini mwisho wa mwezi una uhakika kwamba AFA wanakuingizia mzigo. Nawaambia tu wanawake wenzangu kutoka Uswahilini, wale wahai wazungu, jamani njoni sasa mvalishwe na madesigner wachipukizi. Na sio Tanzania tu, kuna wanafunzi paka kutoka Angola, Kongo DRC. Ni kwamba ni chuo ambacho kinatambulika. Ni miaka 2 sasa tunatamba, tunavimba kwa sababu AFA imeleta wabunifu. Mabinti wadogo kabisa, lakini pia kuna vijana machachari. Ukiwaona unasema ewa, Tanzania sasa tumeongeza wabunifu. Unaweza ukaniuliza kwa nini sasa Mama Tariq ulikuwa siku zote haupo AFA? Subra. Hebu semeni subra. Semeni subra. Ukiwa na subra kila kitu kinakuja. Huu ni muda wangu sasa wa kutamba. Wa kutamba na AFA. Ni muda wangu sasa wa kuvalishwa na AFA, chuo chenye ubobezi. Wakina mama, mna vijana, mna mabinti mnataka wajifunze, usiende vichochoroni, njooni hapa AFA Academy. Kama watu wametoka Angola, watu wametoka Kongo huko, wewe uko Dar es Salaam hii, wasubiri nini? Lakini chengine ambacho hamkijui, Mswahili siku zote anataka kusifiwa, avae atambe, aonekane. Kuanzia sasa mkiniona pale EFM nina koti zuri, basi mjue AFA amenivalisha. Lakini kuanzia sasa hivi mkiniona kwenye kazi zangu za OMC, msiseme nimevalishwa na fundi Juma. Ni AFA ndio amenivalisha. Kwanza na waamini wabunifu, lakini pia wana ile chachu ya kunifanya nitamani wao wanivalishe. Nasemaje? Habari ya mjini sasa hivi bwana ni AFA. Mimi natamba, navimba, ninaye mtu wa kunivalisha. Nasema ana asante bwana. Umenipeleka mjini.
Uongo. Nasema uongo. Mbona mna wivu? Uongo. Sasa hivi sitakuwa na ile mishono ya kugeuka huko. Nitakuwa na baluza. Yaani nitabaluza. Waswahili. Nisubiri pale raha za Uswahilini saa 8 mchana 6 mpaka 8 mchana pale. Nitakuwa natamba kwenye kipindi changu. Basi hapa nina kigauni, nina kikoti. Jamani hapa. Asante mwanamke mzangu. Lakini mwisho wa mwezi nakumbusha nina hela. Kuna mshahara wa Majizo, alafu kuna mshahara wa Ana Collection. Uongo uduka. Tuko mjini. Tuko mjini. Asante sana Mama Tari. Na